Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ndio tumeenda, lakini lazima tusikize neno. Ninajua Roho Mtakatifu ameshakuhudumia, si ndio? Lakini wacha tulisikize neno. Ninajua kinacholeta shida kwa watu wengi ambao ni Kristo. Tunaye Kristo lakini hatujui namna ya kutembea naye. Hatujui namna ya kufanya naye kazi. Kama unafanya kazi na mtu lakini hujui vile anafanya kazi, utaishia kushindwa na utaishia kukata tamaa. Kwa leo tutaenda kuongea maneno machache sana. Tutaongea maneno machache sana kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa kwanza, na baada ya hapo unajua kuna jambo utalipata. Sema amen. Amen. Kwanza tunatamani kuongezeka, tunatamani kukua, tunatamani viwango vyetu vikue. Sema amen. Amen. Hatutamani kila mtu anayekanyaga mahali hapa viwango vyake viendelee kuwa vile vile. Hatutamani. Tunatamani kuona unabadilishwa, ubadilishwe historia, ubadilishwe maisha. Sema amen. Amen. Nikawa nasikia ule ushuhuda wa kwanza kwamba watu wanasema matajiri hawana mapepo, hawaanguki. Wanaanguka ni maskini. Ni kweli usipomjua baba unayetembea naye, anaweza kani baba yako lakini ukafa maskini. Yaani hicho ni ukweli kabisa kwamba watu tuna Kristo anazo nguvu, lakini kwa sababu hatujui vile anafanya kazi, kwa hiyo tunaishia kwenye viwango vidogo. Na wale wengine ambao wanajua nguvu na namna ya kutembea naye, basi wao wanainuliwa. Kwa hiyo inawezekana kama ni ukweli sana, tunampenda Kristo, tunaishi naye na anatupenda, lakini kwa vile hatujui namna anafanya kazi, tumeishia viwango vidogo. Na ni ukweli kabisa, Wakristo wengi tumemtumia Mungu kwa kiwango kidogo sana. Kiwango kidogo kabisa. Na sasa anabakia anashangaa. Unajua anabakia anashangaa. Kwa sababu yeye ni mkubwa, lakini sisi tunachokitumia kama silaha ni kidogo sana. Wakati kwa upande mwingine shetani wanamtumia effective. Sisi Mungu tumemtumia kidogo gani? Kiwango kidogo sana. Ni siku ya Jumapili. Tena saa nyingine masaa mawili tu. Hata masaa mawili yamejaa matangazo, yamejaa na shuhuda. Kwa hiyo unajikuta Mungu hata hatuhudumii. Kwa sababu tunakaa naye muda mdogo sana. Kwa hiyo tumfahamu vizuri. Na mtu mmoja akasema kile kitu unakipenda zaidi utakipa muda zaidi. Kwa ni kweli tuko kwa Kristo, lakini Kristo tunayetembea naye hatumjui vizuri. Mwisho wa siku tunasema ni kweli utakuwa maskini. Kama yule ambaye anataka kufanya kuwa tajiri, hujui sheria zake. Kwa hiyo huwezi kupokea chochote kutoka kwake. Sasa leo nikaa nataka tusome maono. Mungu anaweza kaniachilia maono ndani yako. Umepewa jambo ulifanya. Ni kweli Mungu anaweza, yaani kila mtu aliyeko mahali hapa, wako watoto wengi, mimi nikiwa nataka niwe daktari, mimi nataka niwe mhasibu, mimi nataka kufungua duka, mimi nataka kuoa, mimi nataka kweli kabisa unataka kufanya. Lakini watu wengi waliishia kusema mimi nataka niwe daktari, wakaishia kwenye ndoto za kusema kuwa daktari. Sasa hivi wanafanya kitu tofauti ambacho hata sio tunachotazamia. Sio kwamba Mungu hakupenda, lakini walikuwa wana maono lakini hawakupata. Unajua kwa Kiingereza ni kizuri. Kiingereza sema you have vision and a mission. Vision ni maono. Mission ni kupanga namna ya kutimiliza kile mtu ameweka ndani yako. Yaani una vision na mission. Nimesema vision ni maono. Mission ni mipango namna utakavyofanikiwa kupata kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hebu tusome hiyo Yoshua 1. Soma Yoshua 1. Yoshua 6:1. Yoshua 6:1. Naomba nisome hili haraka tukachelewa hapa. Hakuna mtu amepata. Amepata anisomee. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Sema basi Yeriko ulikuwa umefungwa. Sababu ya wana wa Israeli. Sema kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Hebu endelea. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako. Naomba sasa hapo tuelewane. Biblia inasema hivi. Bwana akamwambia Yoshua, tazama nimeutia Yeriko mikononi mwako. Sasa hiyo hebu naomba ukae kidogo. Hapa tuko darasani. Sema tuko darasani. Sema tuko darasani. Kitu cha kwanza Mungu anakupatia kitu. Mungu anamwambia Yoshua, tazama nimemweka Yeriko mikononi mwako. Sema Mungu ameweka Yeriko mikononi mwako. Sasa hebu kwanza tukane vizuri. Inawezekana kani ndoa Mungu ameweka mikononi mwako. Inawezekana ni kazi Mungu ameweka mikononi. Inawezekana ni
yaani Mungu ameweka mikononi. Hilo ni jambo la kwanza. Kumbuka kwanza hilo. Hapa nataka tuende vizuri, alafu tusikatoka na Mungu. Unajua watu tunashindwa tunakimbilia tu ahadi. Bila kujua hizo ahadi zina gharama zake. Kipengele cha Biblia anasemaje? Tazama nimeiweka Yeriko mikononi mwako. Watu hatuna Biblia. Hapo mbele yake tena anasemaje? Sema na wafalme wake. Sema na wafalme wake. Unajua anamaanisha nini? Anachokimaanisha kwamba kila unapopewa kuna wafalme. Sema amen. Sema amen. Unajua hata hapa kalimani kuna nini? Kuna wafalme wake, kuna wenyeji. Sio mnanielewa? Kwa sisi tumekuja mahali hapa, kama Mungu atawaambia mwanzishe huduma hapa, hiyo ni jambo la kwanza. Lakini namba 2, lazima akwambie na wale wanaomiliki ile anga nao nitaweka mikononi mwako. Kama hajalisema, hebu muulize Mungu, ninafanyaje ili kuja pale? Kumbuka Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba nimwapa ile nchi ya ahadi. Lakini kabla hawajaingia, anamwambia Yoshua, tuma wapelelezi wakiangalia ile nchi. Kwa nini? Alitaka wajue ukubwa wa maadui zao ili watakapokuwa wanaenda wajue namna ya kupigana. Kwa kuna watu kwenye Ukristo walivyoambiwa ahadi kwamba Yeriko iko mikononi mwako, wao wakaanza kufurahia bila kujua ukubwa wa adui wale naye. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo kama umeanzisha biashara sehemu, umejenga duka sehemu, umeingia kwenye ndoa, umeingia kwenye biashara, kitu cha msingi ni kwanza kuangalia ukubwa wa maadui zako ulionao. Lakini kipengele cha mtu anasema na mashujaa zake. Sema tena mashujaa. Unajua kila mfalme ana mashujaa, si ndio? Au ndio mnasemaje? Hebu tuwekane vizuri. Kwa hiyo kuna mfalme hana walinzi. Kuna mfalme hana walinzi. Hata Mama Samia na nini? Kwa kila mfalme ana walinzi. Kwa Mungu anachomwashua Yoshua kwamba nimeiweka kwanza Yeriko mikononi mwako, ni kitu cha kwanza, lakini nimeweka wafalme wake mikononi mwako. Namba 3 anasema na walinzi wake wote nimeweka mikononi mwako. Sasa nataka kukuambia kama kuna kazi tunaifanya. Mwambie Mungu ninakushukuru umenipa haya maono ya kuanzisha huduma, ya kuanzisha shule, ya kuanzisha biashara, ya kuanzisha mradi. Ni sawa. Hakuna eneo halina wenyeji. Ukienda kujenga sehemu yoyote nyumba, kumbuka hiyo nyumba ina wenyeji, hilo eneo lina wenyeji. Unaweza usiwaone kwenye ulimwengu wa damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho wapo. Na wanafanya kazi, na wanawatambua wageni wote. Wanawatambua. Kwa nini nakwambia leo ukiondoka mahali hapa, kama una maono ya kufanya kazi yoyote, mwambie Mungu nakushukuru umenipatia haya maono. Lakini nataka kwanza uniambie wafalme wale mji wako wakoje? Na maadui zake wana nguvu gani? Wazazi sana. Hapo ndipo tunaposhindiwa tu. Na tutaendelea kuwa maskini na tutamlaumu Mungu kwa sababu Mungu alivyotuambia nimekukabidhi himo, ukasema mimi Mungu atanikabidhi himo, ukaanza kazi bila kujua kuipa gharama. Ukienda pale chini, Mungu anampa Yoshua maelekezo. Sema maelekezo. Sema tena maelekezo. Mutauzunguka mji wa Yeriko siku ngapi? Siku 6 kwanza. Hebu mwambie mzao hiyo maelekezo. Sasa mimi tulizana mimi na wewe. Ni kirafiki tu. Wewe unafuata maelekezo. Mageza nyingine tunamlaumu Mungu. Unajua bwana, biashara yangu haiendi kabisa yani. Kila kitu wanaoenda kwa shetani wanafuata maelekezo. Akiambiwa toa sadaka, yoyote anayoambiwa anatoa. Hata ya mtoto anafanyaje? Wewe ukiambiwa panya, yani mchungaji bwana, yani ameniambia ni panya nitampata wapi sasa? Yani panya kabisa, yani mimi nimlete panya kanisani. Ila kwa shetani watu hawaulizi, unataka panya? Anataka kama unataka tu hai ama akiwa mzima. Hata uliza ni panya wa aina gani, unataka mweupe au mweusi? Hilo tu linatosha. Sisi tunaanza kuhoji. Yaani huyu bwana ni nani? Panya kabisa mimi. Yaani unaonaje yani? Tani bwana. Pale mwingine watu hawahoji. Sema amen. Mimi nimeweza kupata maelekezo. Hakuna njia mbadala. Mama kundi. Yaani kama tunataka tumiliki na kutawala, kwanza lazima tujue kwamba kweli Mungu ametupa. Unajua kila kitu ambacho Mungu ametupatia kabisa. Kuna vitu vingi Mungu ametuambia mtamiliki na kutawala. Ni kweli kabisa. Alafu baada ya maelekezo kuna nini tena mbele yake? Je, ameshakuahidi
maiti peke yake. Ni maiti peke yake haina adui. Kuna wale mafanikio yako tu yenyewe yanavutia adui. Kila siku nilikuwa nawaambia hapo kwamba every success attracts enemy. Every success. Ama unataka ama utaki. Kwa mimi nikasema lazima kwanza Mungu amekukabidhi. Je, amekukabidhi ule ufalme pale? Baada ya kumwambia je, majeshi yake itakuwaje? Tunaomba hapa, yule mtu anasemaje? Kwa nini nafanyaje? Simemsikia. Tumeshikilia uchumi wake. Anasema tumeshikilia. Anajifanya anafanya kazi sasa hivi. Sio nisema. Kwenye ulimwengu wa damu na nyama, huwezi kuona kama unafanyia watu kazi. Lakini nataka kuambia kuna watu hapo wanafanyia watu kazi. Wako wengi sana. Yaani watu tunafanyia watu kazi. Na kuna watu tumeishi maisha ya hasara. Sasa nyingine tunajipa matumaini kwamba muda wa Bwana hujafanyaje? Muda wa Bwana hujafanyaje? Haujafika. Je, umeweka nguvu sawa ili tuone kwamba muda wa Bwana hujafika? Kuna Mungu anasema kama unaanza kujihoji kwamba nimefanikiwa kimungu au lazima kwanza ile nguvu ambayo Mungu anataka niweke kwanza. Nimefuata maelekezo. Mungu anamwambia Yoshua, mtazunguka ule mji kila asubuhi mara ngapi? Mara 6. Lakini Mungu anamwahidi kwamba utachagua watu wa vita. Wacha nikwambie, watu unaotembea nao, unaofanya nao kazi, wana impact kwenye kazi zao, kwenye maisha yao, kwenye uchumi wako, kwenye maisha yao. Watu unaofanya nao kazi, umemwambia Mungu akupe watu sahihi. Uchaje kusema hivi? Jamani, haleluya. Nimeenda mbali sana. Nataka kuuliza, Mungu alikuwa anakupatia hayo maono ya kuanzisha huduma, ya kuanzisha biashara, ya kufanya kazi. Ulishamwambia Mungu nataka ulipe watu sahihi? Au ulishia kwenye kumshukuru Mungu umenipatia kazi ukaishia hapo? Anakuletea kichumulete ndani ya kazi. Simajua shetani ni fundi. Anaweza akapenyeza mtu ukafikiri ni mwenzako, kumbe sio. Kwa Mungu anapokuwa anakupatia maono, amekupatia kazi, amekupatia ndoa, amekupatia biashara, hatuishi kwenye kusema kwamba tumepokea. Kuna gharama. Joshua alikuwa na gharama za kuchagua wapiga vita. Ana gharama za watu watakao wanapita mbele kupiga kinubi. Kuzunguka mchana kweupe, si hata usiku. Mchana ambapo watu wanawaona, wanawacheka. Wangeweza kusema si tutazunguka mchana na usiku labda, lakini Mungu anamwambia asubuhi mtazunguka mara hii. Unafuata masharti ya daktari. Muulize mwenzako unafuata masharti ya daktari. Kwa kama Mungu amekwambia wewe meza dawa hii kutwa mara 3 au umebugia zote unakufa, unajua. Ni kweli ni dawa lakini hujafuata nini? Au nyewe unasemaje? Ni sawa ni dawa lakini hujafuata nini? Ni kweli tunaye Yesu ana nguvu lakini hujafuata nini? Hujafuata maelekezo. Mungu anamwambia Yoshua, kila unyayo wako utakapokanyaga nimekupatia kumiliki, sawa? Baadaye anamwambia angalia kuwa shujaa na nani? Baadaye anamwambia je, si mimi niliye kuamua kuwa shujaa na hodari? Wewe hofu inatoka wapi? Wasiwasi inatoka wapi? Nilikwambia asubuhi leo, kama liko jambo ambalo Mungu ameliweka mikononi mwako ulifanye. Hebu anza sasa. Hebu unaweza kuenda kuanza sasa. Sema tunaanza kwa upya. Sema tunaanza kwa upya. Mungu anamwambia Yoshua utamzunguka ule mji. Ukiuzunguka kuna kuta za Yeriko zinabomoa. Na mimi nimekuwa nikwambia hapa kanisani usiache kuzunguka hiyo nyumba yako kuizu. Ziko kuta zitadondoka, mimi nakwambia. Hutaamini. Hili kanisa linapaswa kuombewa. Ziko kuta ambazo huwezi kuziona kwenye Mungu damu na nyama. Na wacha nikwambie walipozunguka ule mji hakuna mtu aligusa ukuta. Ule ukuta ulidondoka wenyewe. Hakuna sehemu pameandikwa kwamba waligusa ukuta wakausukuma. Kadhalika na unapokuwa unaomba, unazunguka ile nyumba. Ziko kuta ambazo zimezuia. Mtu mmoja kana nipa mfano na tuishia hapa. Kwa habari ya Wachaga na Wakinga nafikiri. Basi Mchaga mmoja sio wao wanapiga biashara sana. Ameenda akajenga duka lake karibu na Mkinga. Sasa biashara imekolea, Mkinga kaenda akafanya mambo yake. Yule mangi ana wateja wengi. Kila wakati wanataka kama duka limefungwa. Kumbe duka liko wazi. Sasa wananunua vitu kwa Mkinga.
Kila siku ananunua kwa mkini. Siku ya siku ile Mchaga ameenda sehemu nyingine. Asema hivi, ulifunga duka? Tena mimi sijafunga duka bwana. Wewe wacha bwana, labda ukienda nyumbani, na mimi sijafunga duka. Yaani sikiaje tunakuja kwa kununua vitu, hata duka limefungwa. Ambia bwana, tafadhali bwana. Mimi sijafunga duka, mimi nipo. Watu yawezekana, unajua inawezekana kama huonekani. Unajua kuna watu hawaonekani kabisa. Kwa nini? Wamefungwa. Iko roho ikiachiliwa mbele yako, hata ukafanya vitu vizuri kiasi gani, hakuna mtu ataona. Yaani mtu anaona udhaifu tu, anaona udhaifu tu. Udhaifu tu. Yaani yule jana alikuwa anakuambia I love you, I miss you so much, you are sweet, you are chumvi, you are chocolate. Mkikorofishana tu umeshakuwa shetani. Yaani jana tu leo nimebadilikaje? Kwa hiyo maana mimi jana mimi kwa shetani. Sasa hapana, leo umeshakuwa shetani. Kwa nini? Iko roho imeachiwa. Na mimi nataka kuambia chochote ambacho Mungu amekuweka mbele yako, sema amen. Na kweli wanachokisema watu wengi waliookoka ni maskini. Ninakubali. Mimi sikatai. Mimi nakubali. Kwa sababu gani? Ukijiunga na taifa lenye nguvu, usipopambana nalo kuulika kufundisha mbinu zake, wewe utabaki nyuma, wao wataendelea. Yesu yuko mbele, watoto wako wako nyuma kama mkia. Sio upate masharti. Unajua ukiwa unaumwa, ukameza dawa usipone. Yawezekana dawa zao zina nguvu lakini wewe umesimeza vibaya, si ndio? Tunalaumu dawa, tunakulaumu wewe. Au wenyewe mnasemaje? Kwa hiyo uwezekani kwa kabisa ni ukweli kwamba watu wengi waliokoka ni maskini. Hata makanisa mengi ya kilokole, watu wengi kule ndani kwa sababu hatufuati masharti hata siku moja. Kabisa mimi nakubali. Sisi niozalo kwa makanisa yetu huko, babangu alikuwa na mimi amejenga makanisa mengi mimi najua. Na kimsingi watu wengi waliokoka hata baba zao kama wamekoka mtoto hataki kwa sababu yani kuna roho, yani watu walimpokea mwenye nguvu wakashindwa kujua kutembea naye. Na sasa akufanyeje? Hamna. Ameshakwambia unapaswa kutembea kama nini? Wewe umebaki kunyuma. Ni kweli ni baba yako. Yeye hawezi kukubeba. Kuna vitu lazima ufanye mwenyewe. Kwa maana lazima tuambiane ukweli. Mtu mmoja akaniambia kule Freemason wakitangaza kwamba ibada itakuwa Morogoro, hupewi nauli. Unatangulia mwenyewe. Hapo unaweza kutangaza maombi, mtu akwambia nina shamba, naenda kupalilia. Kule hakuna kwenda kupalilia. Lazima kwanza uende kwenye ibada kupalilia baadaye. Ukiambiwa unamtoa mtoto wako kwanza huachi. Kazi yako ni kumtoa na unao. Huku kimwambia mtu leta kuku ataambia, yaani yule kuku wangu nimemtunza miaka 20 na mtoa kwaje kanisani. Yaani ukweli usiopingika kwamba kweli tulie naye ana nguvu, lakini hatukubali masharti yake. Anafanyaje? Mimi nakubaliana kabisa kwamba watu wengi walipookoka wakaisha kwenye level za kuokoka. Ni sasa una elimu. Zamani tunasema elimu ni ufunguo wa maisha. Lakini sasa hivi si sawa. Yawezekana elimu ikawa ni ukufuri na maisha. Kama hujasoma vizuri. Yaani hujasoma vizuri. Unaweza kushangaa umezeeka tu unasoma, huna kazi, huna chochote, ukaishia hivi. Elimu. Na tena mara chini hata ungeacha, ukaenda ukauza mitumba. Kwa sababu unasoma mpaka chuo kikuu miaka 30 umezeeka. Sasa hata ukuolewa kwa sababu umezeeka unasoma. Ile ukisoma vizuri, elimu ni ufunguo wa maisha. Lakini ukasoma na donoa hata uchelewe, elimu ni kufuli na maisha. Kwa mimi nipatie, huu ni wajibu. Hebu sema huu ni wajibu. Chochote unachokifanya kuanzia leo, hebu muulize Mungu. Nataka kujua maadui zako wana nguvu gani. Kwanza hilo linatosha. Mwambie Mungu, nataka unikutanishe na watu sahihi wa kutimiza hiki kitu ambacho ulikwenda mkononi mwako. Simama tumwabudu Bwana. Simama tumwabudu Bwana. Na kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani ndicho kitakacho kutoka kwenye maskini. Yaani hiyo kama ni kazi, hiyo ndio inayotoka. Mungu hatakaa alete pesa duniani. Hawezi kusimama. Hizi pesa ni za Samia, zitabaki za Samia. Lakini yeye anataka kutengenezea mlango ukapata pesa zote. Sema amen. Kwa hiyo kama ni mfanyakazi, hakikisha unakwenda sehemu sahihi kwa wakati sahihi. Unafanya kazi na watu sahihi. Jua na maadui zako hapo kazini. Ukiwa jua hawatakusumbua, watakuwa wanakuita shikamoo, wanakupa shikamoo.